Alafu mtu wa kweli kabisa anajua kwamba lisingekuja hili isipokuwa Mwenyezi Mungu ameliandika. Wa rubba dharra nafi'a, na huenda hili ambalo unaliona lina madhara hilo hilo ndio likawa la manufaa kwako, sababu kad yakunu alkhairu kaminan fi shar. Mara nyingine kheri inaletwa na shari, yani lile la kuudhi ndani yake ndo kuna la kufurahisha. Mara nyingi sana huwezi kujua, unaweza ukaona mtu amekuletea zahma na nini, kumbe baadaye unaona bwana yule ameniletea kheri. Afwan, siku moja nilienda Uganda, ni katika kualikwa katika safari za da'wa, kupita Entebbe, Kampala, Soroti, Mbale. Sasa nilikuwa nikisikia habari sana watu wakizungumza maisha yaliyopita. Mmoja katika watu asili ya Asia, ndugu zetu wa Hindi walio Uganda, kanipa story, kanambia kule London kuna baadhi ya maduka ya Wahindi wameika picha kubwa zaidi ya mimi katika maduka yao. Ni watu manake businessmen wakubwa. Sasa mmoja akauliza, nyinyi kwa nini mnamuadhimisha huyu wakati alikufukuzeni Uganda mkatolewa nyote? Akasema, shika adabu yako, kama si huyu kutufukuza tusingefika hapa tulipofika. Mali yote hii unayoiona hii ni sisi baada ya kufukuzwa kule. Na usishangae akafanywa Mungu katika baadhi ya sehemu. Astaghfirullah. Wanasema kwamba kheri yao imetokana na hili. Kwa hiyo wao hawamchukii kama vile ambavyo historia inasema sisi tungekuwa kule kule mpaka leo tusingekuwa hapa. Lakini tizama, tumekuja huku, manake ni watu wana uwezo mkubwa. Kule kupigwa bakora na kufukuzwa imekuwa kheri kwake.